Je, umewahi kujiuliza kwa nini kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, Biblia inaonekana kuzunguka jambo moja ambalo watu wengi hulipuuza: damu? Kwa nini baada ya Adamu kutenda dhambi, Mungu hakutoa hotuba, bali alitoa ngozi? Ngozi ilitoka wapi? Nani alimwaga damu ya kwanza? Kwa nini Kaini na Abeli walileta sadaka tofauti, lakini Mungu akaikubali moja na kuikataa nyingine? Na kwa nini usiku wa Pasaka damu iliwekwa kwenye miimo ya milango badala ya ndani ya nyumba? Na kwa nini Waibrania unasema bila kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi? Je, Mungu alipendezwa na damu, au kulikuwa na siri kubwa zaidi ambayo ilisimama nyuma ya kila dhabihu? Leo nitakupeleka katika safari ya maelfu ya miaka kufunua siri ambayo ilisimama nyuma ya kila madhabahu, kila kuhani, kila dhabihu, mpaka kufikia msalabani. Na mwisho wa mafundisho haya utaelewa kwa nini damu ya Yesu bado inanena hata leo. Usiondoke, kwa sababu huenda maisha yako hayataendelea kuwa yale yale. Watu wengi wanapoisikia neno damu wanafikiria majeraha, lakini Biblia inapoitaja damu inazungumza kama uhai, agano, ukombozi, hukumu na rehema. Ulimwengu unaona damu kama kemikali inayozunguka mwilini, lakini inaifunua kama ishara ya uhai. Biblia inaifunua kama ishara ya uhai ambao Mungu mwenyewe aliutoa. Hapo ndipo siri inaanza. Lakini kuna swali ambalo limewahi kunisumbua kwa miaka mingi sana. Ikiwa Mungu ni mwenye rehema, kwa nini karibu kila agano katika Agano la Kale lilihusisha damu? Na kwa nini hakuna agano lililokamilika bila dhabihu ya damu? Na kwa nini Yesu hakusema huu ni mwili wangu tu, bali alisema hii ndiyo damu yangu ya agano jipya? Tutajibu swali hilo, lakini kwanza turudi pale ambapo kila kitu kilianza. Fikiria bustani ya Edeni. Hakukuwa na kifo, hakukuwa na kifo, hakukuwa na damu iliyowahi kumwagika, hakukuwa na kilio, hakukuwa na makaburi, hakukuwa na hofu. Lakini siku Adamu na Hawa walipoasi, kitu kilibadilika. Walipoona uchi wao, walijisitiri kwa majani, lakini majani hayakuweza kufunika aibu yao. Mungu akafanya jambo ambalo linakushangaza. Biblia inasema Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akamvika. Jiulize, ngozi ilitoka wapi?
Ngozi haiji bila mnyama kufa. Na tunapotaja ngozi, hii ina maana kuwa damu ilimwagika. Hapo ndipo tunaona kwa mara ya kwanza kivuli cha dhabihu. Mungu hakuacha tu hukumu ionekane, alifunika kwa gharama. Hii lilikuwa tangazo la kwanza la Injili, kwamba siku moja mtu mwingine angekufa ili wengine wapate kufunikwa. Sura ya kwanza si ya damu katika Biblia. Mungu alisema katika Walawi 17:11, kwa maana uhai wa mwili ukatika damu. Kumbuka, maandiko hayasemi damu ndiyo roho, hayasemi damu ndiyo wokovu. Yanasema damu inawakilisha uhai wa mwili. Ndiyo maana kumwaga damu kulikuwa ishara ya kutoa uhai, na kila dhabihu ilikuwa ikionyesha kwamba dhambi inaleta mauti na kwamba gharama ya upatanisho ni kubwa. Kaini na Abeli wote walimwabudu Mungu, lakini mmoja alileta matunda, mwingine akaleta mzaliwa wa kwanza wa kundi lake. Siyo kwa sababu Mungu alichukia mazao au matunda au ukulima, bali kwa sababu dhabihu ya Habili ilikuwa katika mfumo ambao Mungu alikuwa ameufunua wa sadaka ya upatanisho. Na katika Waebrania 11 inasema hivi: kwa imani Abeli alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora. Ilikuwa ni imani katika ahadi ya Mungu, si nguvu ya damu yenyewe iliyofanya akubalike. Katika Pasaka, usiku mmoja, Misri ilikuwa kimya, lakini kila nyumba ilikuwa na uamuzi. Hakukuwa na tofauti kati ya Misri na mwana wa Israeli kwa sababu ya kabila. Tofauti ilikuwa kama walitii amri ya Mungu. Mungu alisema, wekeni damu kwenye miimo ya milango yenu, na nitakapoiona damu nitapita juu yenu. Haikuwa damu yenye nguvu ya kichawi. Ilikuwa ishara ya utii kwa agano la Mungu na kivuli cha kazi ambayo Kristo siku moja aliweza kuifanya ya upatanisho, mfumo ambao Mungu alikuwa ameufunua wa sadaka ya upatanisho. Katika Waebrania 11 inasema, kwa imani Abeli alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora. Ilikuwa ni imani katika ahadi ya Mungu, si nguvu ya damu yenyewe iliyomfanya akubalike. Katika Pasaka, usiku mmoja, Misri ilikuwa kimya, lakini kila nyumba ilikuwa na uamuzi. Hakukuwa na tofauti kati ya Misri na Mwisraeli kwa sababu ya kabila. Tofauti ilikuwa kama walitii amri ya Mungu. Mungu alisema, wekeni damu kwenye miimo ya milango, na nitakapoiona damu nitapita juu yenu. Haikuwa damu yenye nguvu ya kichawi. Ilikuwa ishara ya utii kwa agano la Mungu na kivuli cha kazi ambayo Kristo angeitimiliza kikamilifu. Siku ya upatanisho, mara moja kwa mwaka, kuhani mkuu aliingia patakatifu patakatifu, si kwa ujasiri wake, si kwa haki yake, bali akiwa na damu
ya sadaka, lakini kila mwaka ilibidi arudi tena. Kwa nini? Kwa sababu dhabihu hizo hazikuondoa dhambi milele. Zilikuwa zikielekeza mbele kwa mwana kondoo wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Yohana alipomwona Yesu alisema, "Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu." Katika msalaba, kivuli kilikutana na uhalisia. Kila mwana kondoo wa Pasaka, kila madhabahu, kila kuhani na kila sadaka, vyote vilikuwa vikimwelekeza Kristo. Waebrania 9 inaonyesha kwamba Kristo alitoa nafsi yake mara moja kwa wote, akipata ukombozi wa milele. Ndiyo maana waamini hawahitaji tena kutoa dhabihu za damu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Lakini hebu fikiria jambo hili. Ikiwa mtu anaikataa kazi ya Kristo, anabaki akijaribu kujisafisha kwa nguvu zake mwenyewe, hakuna kiasi cha dini, hakuna kiasi cha mali, hakuna kiasi cha matendo mema kinachoweza kuchukua nafasi ya kile Kristo alichokifanya msalabani. Hii ndiyo maana hasara kubwa zaidi si kupoteza fedha, hasara kubwa zaidi si kupoteza kazi, bali ni kupuuza neema ambayo Mungu ameitoa kupitia Kristo. Lakini kuna siri moja ambayo watu wengi hawaijui. Kwa nini Waebrania 12 inasema damu ya Yesu inanena mambo mema kuliko damu ya Abeli? Damu ya Abeli ililia kwa haki na hukumu baada ya kuua, lakini damu ya Yesu inatangaza rehema, msamaha na upatanisho kwa wote wanaomwamini. Hapo ndipo nguvu ya Injili ilipo. Sikiliza ufunuo wa mwisho. Mungu hakuwahi kufurahi umwagaji damu kwa ajili yake mwenyewe. Dhabihu za Agano la Kale zilikuwa vivuli vilivyoelekeza watu kwa kazi kamilifu ya Kristo. Katika Agano Jipya, msingi wa tumaini letu si damu kama kitu cha kimwili, bali kile ambacho Yesu alifanya kwa kutoa maisha yake kwa ajili yetu. Ndiyo maana leo tunaweza kusogea kwa ujasiri mbele za Mungu, si kwa sababu ya haki yetu, bali kwa sababu ya neema yake kupitia Kristo. Ukielewa siri ya damu katika Biblia, utaona kwamba kuanzia Edeni mpaka Kalvari na mpaka kiti cha enzi cha Mungu, kuna ujumbe mmoja unaopita katikati ya historia yetu. Mungu alikuwa akitengeneza njia ya kumrudisha mwanadamu kwake, na nia hiyo imefunuliwa kikamilifu katika Kristo. Ikiwa mafundisho haya yamekubariki, andika kwenye maoni, damu ya Yesu ni tumaini langu. Shiriki video hii na watu wengine ili nao wajifunze siri ya Biblia. Na ikiwa unapitia mapambano ya kiroho, unahitaji ushauri wa kiBiblia, au ungependa tuombe pamoja kuhusu changamoto unazopitia, wasiliana nami
Tutaomba na kusimama pamoja katika neno la Mungu, tukimtumainia Kristo kwa ukombozi, uponyaji wa moyo na kuvunja vifungo vya dhambi na hatari zake kupitia kazi ya msalaba. Usisahau kusubscribe katika Bethesda Jesus Ministry, kuwasha kengele ya notification na kuendelea nasi katika safari ya kufunua hazina za neno la Mungu. Ningependa kuomba na wewe. Kama bado haujamkaribisha Yesu katika moyo wako, rudia nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe leo dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimemkataa shetani na kazi zake zote. Nimekubali Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu, kuanzia sasa na hata milele. Amen. Kama umeomba nami, usisahau kunitumia ujumbe. God bless you and see you next time. Shalom.